lakini nimshukuru kwa kuendelea kuniamini kwa miaka 5 na sasa tunaendelea ukingoni. Lakini pia niwashukuru wananchi wa Siha kwa kuendelea kuniamini wakati wote na kunipa ushirikiano, na niwaambie ninakuja tena, na kwa wale tena kwa nguvu sana, na kwa wale ambao wananyemelea kama kawaida yetu tutaenda kuwapiga, na kimsingi wanaenda kufilisika, kwa hiyo 30 hawatarudi tena. Lakini nimpongeze waziri wangu Mheshimiwa Jenista Mhagama. Sisi wote ni mashahidi, hasa manaibu waziri wenzangu, kama ambavyo amekuwa kiranja wetu wakati wote hapa, na watu hawajajua wakati mwingine alikuwa anachezea namba ambayo unacheza miguu yote, unachezea wizara zote, na ameweza kufanya. Kwa hiyo sasa alipo Wizara ya Afya ni katapila limeletwa kulima bustani, na bustani itavurugwa kweli kweli. Lakini niongee na wananchi wa Peramiho, kwa kweli sisi watu wa Wizara ya Afya na madaktari wazuri waliozungumziwa hapa, watumishi wote wa Wizara ya Afya, wanawaomba watu wa Peramiho warudishie Mheshimiwa Jenista Mhagama, kwa sababu kwa kweli tumeletewa, ndio tunaanza kuenjoy utamu wake, na tunaenda kulimaliza bunge kuanza uchaguzi. Tunamuomba tena arudi ili aweze kuendelea kuiongoza hii sekta yetu ya afya, na tunamuomba rais, kwa kweli huyu tunampenda na anafanya kazi nzuri na ameiunganisha wizara yetu ya afya na kazi inakwenda mbele. Lakini leo mmetuambia mambo mengi, mmetuambia matatizo mengi, mmeeleza mambo mengi ambayo nikiangalia mlioyasema ni zaidi ya makaratasi mengi, na yote haya hamjatuambia sisi, mnamwambia Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia sisi. Lakini wakati mnamwambia, msisahau Dr. Samia Suluhu Hassan huyo ndio yeye huyo ambayo kwenye sekta ya afya amewaletea nishani ya Gold Keepers Award, ambayo ni kwa marais wa Afrika yeye ndio pekee aliwahi kupata. Ametuingiza katika listi ya marais 7 duniani waliowahi kupata nishani hiyo, na haijatokea kwa bahati mbaya, imetokea kutokana na huu uwekezaji mkubwa aliouwekeza kwenye sekta ya afya. Dr. Samia huyo ndio huyo aliyeifanya Tanzania sasa nimeingia kwenye nchi ya pili kwa Afrika Mashariki kuwa na PET CT scan. Yametuingiza kwenye nchi ya 3 kuwa na PET scan kwenye nchi za SADC, na nchi ya 9 kwa kuwa na PET scan kwenye nchi 9 ambazo ziko Afrika. Maana yake ukiona ni nchi 9 ukilinganisha na nchi nyingi zilizoko Afrika, sio jambo rahisi kuwa nalo. Huyo rais ambaye leo umemwambia matatizo tumpelekee hapa, naombeni mtuamini, tumeyachukua, tumeyarekodi. Huyu ndio yeye sasa tunampelekea ili aende kuyatatua. Kwa hiyo haya yote yanatatulika. Jiulize kwamba leo ukipanga ambulance 727 ukaleta hapa Dodoma ukayapanga, ni kazi kubwa kiasi gani imefanyika. Huyo ndio Dr. Samia Suluhu Hassan tunayemzungumzia, na ndio maana watu wanamlaumu Tundu Lissu kwa kukimbia uchaguzi. Hata wewe ungekuwa Tundu Lissu ungekimbia, hata mimi ningekuwa Tundu Lissu ningekimbia, na ningefanya drama zote ambazo Tundu Lissu anafanya, na wale wote wanaomuonea huruma tungefanya hizo drama, kwa sababu hamna namna nyingine ya mwanasiasa kukimbia zaidi ya kutengeneza drama. Na uzuri wake, mimi nimeshakaa huko, kila nikiwatizama najua hii ni drama. Mimi ninaijua hii ni drama. Leo huyu Dr. Samia Suluhu Hassan ni rais ambaye ameifanya leo Tanzania, sio tu kwamba amewekeza ndani ya sekta ya afya ikatatua matatizo ya afya yaliyoko ndani ya Tanzania. Alichowekeza kimebubujika na kikaenda kwenye mataifa mengine. Leo tunapozungumza hapa, mataifa 15 yanaleta wagonjwa ndani ya Tanzania kutibiwa. Maana yake ni nini? Uwekezaji wa Dr. Samia kwenye sekta ya afya haujagusa tu sekta ya afya ndani ya Tanzania, umewapunguzia gharama nchi 15 zinazotuzunguka. Sasa wanakuja hapa, na ndio maana Tundu Lissu akiangalia vyombo vya habari, Chadema na wapinzani wengine wakiangalia, wanakuta watu kule Komoro, wanakuta watu kule Zambia na kwingine wanapanga foleni
Poland wanawasikiliza madaktari wetu. Wakirudi huku ambao hawatatibiwa na teknolojia iliyoko huko, wanaletwa ndani ya Tanzania, wanakuja kutibiwa. Wakiangalia hayo, wanafikiria na impact ya kutoka taifani mpaka inapofika kijijini, na wanachokijua wa Tanzania, wanaona kwenye huu mchezo hatuwezi kuingia, wanaamua kukimbia. Na ndio maana unaona hata kuna wengine ambao ni wana CCM wenzetu wameanza kuugua ugonjwa wa kifafa, wanakimbia na kusema mambo mengi ambayo wanataka kutuvuruga. Sitaki kutaja majina, lakini mimi nataka kuambia shetani, ukivaa kola ya madhabahuni, ukiwa umevaa kola ya madhabahuni, ukifanya mambo ya kishetani, tutakufuata madhabahuni na utanyooshwa na utawekwa mambo sawa, kuhakikisha nchi yetu inaendelea kubaki kuwa salama. Na mambo ya msingi kama haya makubwa ambayo rais wetu anayazungumzia, hatutaki mtu yoyote ya kusaulisha wa Tanzania. Mambo makubwa yaliyofanyika leo katika hii nchi yetu ya Tanzania, ilikuwa ukitaka kutibiwa bila kufungua kifua inabidi uende India au Ulaya au Marekani. Leo unatibiwa ndani ya Tanzania, na sio sisi tu tunatibiwa ndani ya Tanzania, wanakuja majirani zetu wa nchi zingine wanakuja kutibiwa ndani ya Tanzania. Leo Tanzania hii tunaambiwa watu wanapata matatizo mbalimbali ya ubongo, wanayotakiwa wafunguliwe ubongo, lakini leo ndani ya Tanzania hii kwa kutumia tu mawimbi ya sauti, leo mtu anatibiwa bila kupasuliwa ubongo. Huyo ndio Dr. Samia Suluhu Hassan tunayemzungumzia, na ndio maana tunasema kwa wivu mkubwa wa Tanzania wanaungana. Na ndio maana wenzetu walipoona kwamba wakiingia kwenye uchaguzi wanaenda kuvunja rekodi ambayo haijawahi kuvunjwa na Chadema katika kushindwa, wakaona hawako tayari kuvunja hiyo rekodi, wameanza comedy na kuzunguka kwenye maeneo mbalimbali nchi hii kudanganya, na Watanzania wanajua. Leo tunakaa hapa, kuna watu kutoka nchi mbalimbali kwenye mwaka huu tu zaidi ya 12,180 wametibiwa. Leo tunakaa hapa, watu 2,770 wamefuatwa nchini kwao na madaktari wetu. Watu wakiangalia wanaona Samia Aid inakuja, watu wa nchi nyingine ndani ya nchi yao wanapanga foleni kuatibiwa na madaktari wa Tanzania waliotumwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Leo ndani ya Benjamin Mkapa Hospital ya kwetu hapa kuna magari ambao ni hospitali kamili inatembea hapa, na zimekwenda Burundi, zimekwenda nchi jirani, wamekwenda na wakienda wakipagi gari la Dr. Samia na limeandikwa Dr. Samia Service, limekaa hapo, watu wa taifa lingine wanakuja wanapanga mstari, wanapokea huduma kutoka kwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Hayo ndio tunataka dunia ijue, kwamba rais huyu tu sio kwamba ameleta suluhu za afya ndani ya Tanzania, ameleta suluhu za afya kwa Afrika Mashariki na Kati na majirani zetu waliotuzunguka. Asante sana. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Nimalize kwa kusema kuwaomba wananchi wa Peramiho, ili jembe tumeanza kuenjoy utamu wake, waendelee kutuletea kwa sababu tunampenda sana, na watumishi wa afya watafurahi sana. Ni mtu mwenye emotional intelligence ya kutisha, tena ya kuzaliwa nayo, si ya kusomea darasani. Asante sana. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri